Kwanza ni uzinduzi wa makumbusho ya Ngorongoro Lengai leo ukiwa mgeni rasmi tarehe 16 mwezi wa 10. Hili ni zao jingine la utalii. Hivi karibuni tumezindua zao la utalii wa vyakula tukiwa na UN Tourism, lakini leo tuko hapa katika makumbusho ya Ngorongoro Lengai. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana kwa dira 2050, kwa ilani, kwa maelekezo, kanuni na taratibu, hadi sasa tumefika hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Makamu wa Rais, taasisi za TANAPA na Ngorongoro chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan na wakwako tumepata kibali cha kukusanya mapato na kutumia retention kwa 51% katika bajeti ya mwaka wa fedha 25-26. Makofi mengi sana kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuimarika kwa sekta ya utalii kwa kuongeza watalii wa kimataifa kutoka watalii takriban milioni 1.8 2023 hadi kufika watalii milioni 2.1, na idadi ya watalii wa ndani pia kutoka milioni 1.9 hadi 3.2 na kupelekea watalii milioni 5.3. Hii yote ni chini ya uongozi imara wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na wakwako. Kwa kweli tunashukuru sana sana sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kuimarika kwa ulinzi na usimamizi wa rasilimali za wanyamapori kupitia mkakati madhubuti wa kudhibiti ujangili, kuimarisha doria na matumizi ya teknolojia kumeongezeka, na idadi ya wanyamapori pia inazidi kuongezeka na hali ya usalama katika maeneo ya hifadhi. Tunaendelea kushukuru bodi zetu na wenye viti. Tumemwona leo mwenyekiti hapa Ngorongoro, mwenyekiti wa TANAPA, mwenyekiti wa TAWA, mwenyekiti wa TFS. Kwa kweli wenye viti wote wa bodi zetu wanafanya kazi nzuri sana, tunawashukuru. Kiwango cha uharibifu wa mazingira nchini kwa kweli ni kikubwa, kiasi kwamba kinavuruga ekolojia na kutishia ustawi wa shughuli za utalii. Na kutokana na uharibifu huo, tunashuhudia muingiliano kati ya wanyamapori na binadamu ambao unapelekea athari kubwa zaidi, vikiwemo vifo na uharibifu wa makazi na mazao. Hivyo suala la utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi linapaswa kupewa kipaumbele katika uendelezaji na ukuzaji wa utalii. Jambo la pili ni kuhusu utunzaji wa miundombinu ya utalii. Ujenzi wa miundombinu bora na ya kisasa ni sehemu ya utekelezaji wa mipango na sera za serikali za kukuza utalii nchini. Wanapenda kuihimiza Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia bodi ya wakurugenzi na management ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kuhakikisha kuwa miundombinu hii inatunzwa na kutumika kama ilivyokusudiwa. Lakini vile vile ni muhimu kuweka utaratibu mzuri utakaowezesha ukarabati na matengenezo ya mara kwa mara ya miundombinu na mifumo iliyowekwa katika jengo hili zuri sana. Tukumbuke wahenga walituasa wakisema kitunze kidumu. Wizara kwa kushirikiana na taasisi zake ikiwemo mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro ihakikishe inatoa mafunzo stahiki kwa watumishi watakao hudumu katika eneo hili ili kuwawezesha watumishi hao kutumia mifumo iliyopo na kutoa huduma kwa ufasaha na ufanisi. Kwa kadri itakavyowezekana, mafunzo hayo yashirikishe wadau wa utalii ambao wana michango katika kutuletea wageni watakaokuja kujifunza kupitia utalii wa mambo mbalimbali yaliyopo katika kituo hiki. Jambo la 4, mojawapo ya majukumu ya Geopark ni kuinua hali ya jamii zinazozunguka. Kwa Kimasai tena na maanisha empowering the local communities. Ninaitaka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kufanya jitihada za makusudi kushirikisha jamii inayozunguka eneo hili katika shughuli za uhifadhi wa eneo hili, zikiwemo mila na tamaduni zake.
Jambo la tano ni wito kwa Watanzania, na hasa katika wilaya za mkoa wa Arusha na mikoa mingine nchini, kujenga utamaduni wa kutembelea vivutio vyetu na maeneo ya kihistoria ili kujifunza na kujionea utajiri mkubwa tuliojaliwa. Kituo hiki kilichozinduliwa leo ni hazina kubwa ya maarifa na ni mojawapo ya utajiri wetu mkubwa. Kwa napenda kuwaomba sana Watanzania wenzangu, hebu tutembelee makumbusho haya. Mimi niliyeingia humo ndani nilitamani niendelee tu kukaa humo siku nzima leo. Kuna mengi sana ya kujifunza. Mchango wa sekta hii ni takriban 17% ya pato la taifa. Aidha, kufuatia janga la uviko 19 kati ya mwaka 2019 hadi 2020, sekta hii iliathiriwa, ambapo idadi ya watalii nchini ilishuka kwa takriban 59%, kutoka watalii 1,527,230 mwaka 2019 hadi watalii 620,867 mwaka 2020. Hata hivyo, serikali ilichukua hatua mbalimbali za makusudi ili kuhakikisha inaboresha huduma za utalii, ikiwemo kutengeneza filamu 2 maarufu. Ya kwanza ni ile ya Tanzania The Royal Tour ya mwaka 2022 ambayo Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe aliiongoza. Lakini ya pili ni Amazing Tanzania ya mwaka jana 2024. Hatua nyingine zilizochukuliwa ni pamoja na kuboresha miundombinu mbalimbali ya utalii, hasa barabara, hoteli, nyumba za kulala wageni, viwanja vya ndege na nyinginezo. Lakini pia kurahisisha upatikanaji wa visa, kuimarisha usalama wa watalii, kuwekeza katika maendeleo ya rasilimali watu na kuimarisha taswira ya nchi yetu duniani. Ujenzi wa kituo hiki cha Geopark ya Ngorongoro Lengai pia ni sehemu ya jitihada hizo. Na matokeo ya jitihada hizi ni pamoja na kuvutia watalii wengi zaidi, ambapo mwaka 2024 tulipokea jumla ya watalii 5,360,247. Aidha, mapato yatokanayo na shughuli za utalii yaliongezeka kutoka shilingi milioni 700 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 4 mwaka 2024. Ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025 mpaka mwaka 2030 imeweka lengo la kuongeza idadi ya watalii kutoka hiyo milioni 5.3 hivi sasa hadi kufikia watalii milioni 8 kwa mwaka itakapofika mwaka 2030. Hivyo wito wangu kwa Wizara ya Maliasili na Utalii na wadau wote wa utalii ni kuendeleza jitihada za kuvutia watalii kwa njia mbalimbali, hususan kwa kutangaza vivutio vyetu.